Habari za wakati huu, na ni time nyingine tena ambapo tunakutana hapa kwenda kuhabarishana taarifa mbalimbali ambazo zinazoendelea kutrend katika mitandao ya kijamii. Lakini si taarifa za kitoto, tunaenda kuwapashana taarifa moto ambazo zipo katika mitandao ya kijamii, lakini pia vile vile ni taarifa ambazo zimeshika kichwa kikubwa sana katika mitandao ya kijamii. Moja kati ya taarifa ambayo tunakusogezea siku ya leo ni baada ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka hadharani na kulifungua kanisa la mchungaji Askofu Gwajima ambalo ni kanisa la Ufufuo na Uzima. Kwani baada ya kanisa hilo kufunguliwa, mkuu wa wilaya ametoa maneno kama yafuatavyo, kwani wengi wao walikuwa wanadhani kuwa huu ni mtego ambao wa kwenda kumkamata Askofu Gwajima. Serikali imesema hakuna mtego wowote uliowekwa kwa Askofu Dr. Josephat Gwajima unaotokana na kufunguliwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima ambalo ni kanisa analoliongoza yeye mwenyewe Askofu Josephat Gwajima. Kauli hiyo ya serikali imetolewa na mkuu wa wilaya ya Ubungo, Dar es Salaam, Wakili Albert Msando, kwa niaba ya waziri wa mambo ya ndani nchini George Simbachawene. Alifika kanisani hapo Jumanne, Novemba 25 mwaka 2025, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa maelekezo ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba aliyatoa Novemba 24 mwaka huu, yaliyotaka kufunguliwa kwa kanisa hilo ili waumini wake waendelee kufanya ibada huku ikiwa kwenye uangalizi maalum. Wakili Msando amelazimika kutoa ufafanuzi huo kutokana na taarifa zinazoenea kwenye mitandao ya kijamii kuwa huenda kufunguliwa kwa kanisa hilo ni sehemu ya mtego wa kutaka kumkamata Askofu Josephat Gwajima. Aidha, Wakili Msando ameeleza viongozi wa kanisa hilo kufanya ukaguzi na kufanya uangalifu tangu lilivyoondoka kanisani hapo hadi sasa, na kama wataona kuna kasoro yoyote wasisite kwenda ofisini kwake. Hiki ndicho ambacho alichokisema wakili huyu ambaye ni Wakili Msando. Lakini kubwa zaidi ni baada ya waumini kuona mambo ambayo hayakuwa ya kawaida, kwani baada tu ya kuingia katika kanisa hilo wamekuta kuwa baadhi ya milango ya kanisa hilo imevunjwa, lakini pia vile vile mambo, viti na vitu vingine vikiwa vimefanyika katika uharibifu mkubwa. Sasa kama waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima wamekwisha ambiwa kuwa endapo wakiona utofauti wowote basi waweze kufika katika ofisi hizo ili kwenda kuona kipi ambacho wanaweza wakakifanyia ukarabati. Lakini kubwa zaidi ni baada ya waumini lakini pia vile vile viongozi wa kanisa la Ufufuo na Uzima kuona mambo ya utofauti. Mambo hayo ya utofauti ni makubwa, lakini kubwa zaidi ni kanisa ambalo lilikuwa likilindwa masaa 24 na jeshi la polisi. Je, milango ya kanisa hilo imevunjwa na kina nani? Kama jeshi la polisi lilikuwa likilinda milango hiyo au ikilinda maeneo hayo, je, aliyepenyeza mkono wake na kwenda kuvunja milango ya kanisa na kufanya uharibifu mbalimbali, huyu atakuwa ni nani? Kubwa zaidi ni baada ya viongozi wa kanisa hilo kukuta self ambazo walizokuwa wakihifadhia fedha katika michango mbalimbali ambayo walikuwa wakikusanya katika kanisa hilo, kukuta self zote zimevunjwa na hakika hawakukuta hata shilingi 10. Kwa hiyo makadirio mpaka hivi sasa bado hayajatoka kuwa katika sehemu hizo waliweka kiasi cha shilingi ngapi, lakini pia vile vile bado hawajasema kuwa katika maeneo hayo kulikuwa na selfu ngapi. Lakini katika picha ambazo zinazoendelea kutrendi katika mitandao ya kijamii zimeonyesha kuwa selfu hizo zilikuwa ni selfu 4. Kwani hakika selfu ya kwanza imekuwa
imevunjwa, lakini selfu ya pili pia imevunjwa, lakini pia vile vile selfu zingine nazo zimevunjwa. Sasa kama kanisa lilikuwa chini ya uangalizi, je, ni nani ambaye ameweza kuingia ndani ya hilo kanisa na kwenda kuvunja na kuondoka na mali za kanisa, ambapo mali mojawapo ni fedha, kwa sababu kanisa linaongozwa na michango ya waumini, lakini pia vile vile kanisa linaongozwa na vitu mbalimbali. Kwa hiyo akiba zao kama kanisa la Ufufuo na Uzima sasa wana jukumu la kuanza kufanya utafiti. Je, ni nani mhusika mkuu katika wizi wa fedha za kanisa hilo? Kama kawaida yetu, pindi ambapo tunapomaliza kukusogezea taarifa, basi moja kwa moja tunaenda kupata maoni ya wadau mbalimbali, kipi walichosema na kipi walichonacho kufuatia taarifa hiyo. Nikianza na huyu wa kwanza hapa, sasa tunaenda kupata taarifa za wadau ambao walio posti ya kuonyesha vitu mbalimbali vikiwa vimeharibiwa, lakini pia vile vile jukumu la kulinda mali za kanisa hilo lilikuwa ni jukumu la jeshi la polisi, kwani walivyofunga kanisa hilo lilikuwa limesimamiwa chini ya uangalizi wa jeshi la polisi kwa kipindi chote hicho. Je, ni nani ambaye atakayekuwa mhusika mkuu wa katika wizi huo? Nikianza na huyu wa kwanza, akasema kuwa hapa moja kwa moja jeshi la polisi lituambie kuwa pesa hizo ziko wapi, kwa sababu hakuna mtu mwingine mwenye access ya kuingia hapa. Kwa hakika toka siku ya kwanza kanisa lilipigwa utepe na lilikuwa linalindwa masaa 24, lakini huyu mwingine akaja akasema kumbe sio kuwa tu mpaka wizi wa fedha. Lakini huyu mwingine akasema D9 tutaonana wabaya. Lakini kuna mwingine, hata kama uwe mtego wa Askofu Gwajima, naamini Askofu Gwajima kama alikuwa katikati ya ibada na nyie mlizunguka kanisa zima na mkashindwa kumpata, Mungu wake huyo huyo ndiye Mungu ambaye atakayemlinda mkashindwa kumpata hata kwa njia ambayo mnayotaka kuitumia kwa hivi sasa, kwa kuonyesha uwema wa kufungua makanisa yake, lakini kwa kuonyesha kuwa ninyi ni watu wema, kumbe moyoni mmevaa sura za chui. Huyu mwingine akaja akasema hapa, namtambua vyema Askofu Gwajima, sio mshenzi kama zilivyokuwa madhehebu mengine. Huyu mwingine akasema asalamu alaikum, tumsifu Yesu Kristo. Huyu mwingine akasema kuwa hapa katika komenti yake ameandika mengi sana, hacha nikusomee kwa kifupi kile ambacho alichokiandika. Moja akasema mashallah, tumsifu Yesu Kristo, mimi naona huu ni mtego wa Askofu Gwajima, lakini kumbuka siku ya mwanzo kabisa mlipanga kumkamata Askofu Gwajima, lakini mwisho wa siku mkashindwa kumkamata Askofu Gwajima. Hana akili nyingi kuwazidi ninyi, lakini yeye ni mtu mwenye upeo mkubwa kuwazidi ninyi. Hana watu wadogo kuwazidi ninyi, yeye ana watu wakubwa ambao wengine ni watu ambao wanajua siri zenu ninyi. Huu ujumbe utafakari kisha uniambie hapa. Ni ujumbe ambao umebeba kidogo taswira pana katika jumbe zote. Huyu mwingine akasema KMKM mamae, hakuna serikali hapa. Huyu mwingine akaja akasema hapa sasa tumefikia mpaka wizi wa sadaka kanisani na michango ya waumini. Lakini kubwa zaidi ni hilo, baada ya kanisa la Askofu Gwajima kulindwa kwa masaa 24, lakini moja ya tukio kubwa ambalo limekutwa ni milango kuvunjwa, lakini pia vile vile sio milango tu, kwani hakika ingekuwa ni milango peke yake tungesema kuwa labda tungesema kuwa sio jeshi la polisi, lakini kubwa zaidi ni hizo self ambazo zilikuwa zikitunzia pesa na zenyewe kukutwa zimevunjwa. Unaweza kutuandikia maoni yako kufuatia ili tukio ambalo limeendelea katika kanisa la Askofu Gwajima, kanisa la Ufufuo na Uzima. Acha na mimi na
malizie kwa kusema kuwa asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Amina, mashallah.